Moja ya kitu nilichojifunza kwa diaspora wengi ni wanavyopenda kutuonya kwamba tusipende kuanza kukimbilia nje kama unaweza kupata ugali wako pasipo na shida nyumbani. Nje sio pazuri. Kitu ambacho wanapenda kukitaja ni stress, msongo wa mawazo. Kwa nini msongo wa mawazo? Msongo wa mawazo ni kwamba unakuwa na mambo mengi alafu huoni mwangaza wa kuyatatua. Kwa nini? Nje, especially Marekani, wale jamaa walioandika mfumo wa maisha wa ile Marekani, sijui niseme ni wajanja, sijui niseme ni watu wabaya sana, lakini kihalisi basi tuwape sifa yao, ni wajanja sana. Utalipwa fedha nyingi sana, lakini yote jamaa wanaichukua kwa namna walivyotengeneza sheria zao. Kwa hiyo wewe unakuwa ni mtumwa. Na kwa kuthibitisha wewe ni mtumwa, ndani ya Marekani ukiwa unatafuta kitu kama nyumba ya kuishi tu, ya kupanga, lazima uonyeshe mfumo wako wa mapato au uwe na kitu kinaitwa credit, yani umejenga credit. Manake ni mtu unaishi kwa kukopa na kulipa, kwa kukopa na kulipa. Yani kuwa na cash haimaanishi kwamba unaweza ukapatiwa nyumba ya kuishi. Haikugarantii. Uaminifu mkubwa wa kupata nyumba Marekani ni credit. Kama una ndugu yako diaspora, ongea naye akuelekeze. Lakini nikupe picha kidogo. Credit maana yake ule uwezo wako wa kukopa. Kama umewahi kukopa kwenye simu, kwenye benki, kadri unavyokopa na kulipa ndivyo uwezo wako wa kukopa unavyopanda. Sasa kuna dada zangu walikuwa wanatoa onyo kwamba watu wasipende kuja Marekani, kwamba kuna fedha nyingi. Fedha utapewa kweli, lakini zote zinachukuliwa. Na wakawa wanachanganua ni namna gani fedha yote inachukuliwa. Ni kitu ambacho nimekuwa nikisema, na especially wa Kenya wamekuwa wakisema sana kwamba kama uko Kenya una uwezo wa kusave 50,000 laki ya Kenya, maana yake laki kwa hela ya Tanzania 1,000,000, 2,000,000. Unakuja nje kufanya nini? Baki Kenya. Practically yes. Hata kama ni Mtanzania, una uwezo wa kusave 500,000 ya Tanzania. Yaani umeshafanya kila kitu, una 500,000 unaisave. Nje unakwenda kufanya nini? Kule sio kuzuri. Sio kuzuri kimaadili, kulelea watoto kama unataka kutengeneza familia, hata maisha yako ya kila siku. It's danger zone. Wasikilize dada zetu wakitoa mchanganoni namna gani Marekani sio sehemu salama ya kukimbilia. Everybody wants to come to America. I'm like, are they crazy? The food gives you acne. The police give you stress. The taxes. The people are like, oh, I'm coming to America to make $100,000 US. And you get that check. And you're like, where's 100? It's going to be 39 for Trump and his boys. And then you got to pay 11% for the state. Then you got to pay Social Security. And then you say, I'm about to sue somebody. Where's my money? I've bought things expecting this money. And a lot of people don't realize America runs on a credit system. Yeah. It's all credit. So you can buy it, but you have to pay it back. Yeah. Around the world, most houses, you have to go in with cash in your hand. And so outside of America, they think they're so poor because they can't buy a big house like Americans. They don't own their house. The bank owns their house. They're paying it for 30 years. Yeah. People don't understand that. So they dream about coming to America. I'm like, and then they come and they can't understand why their cousin who's going abroad is so depressed. Mswahili elimika.